Unataka kuisikia sauti ya Mungu kwa urahisi? Basi usilale usiku bila kufanya mambo haya matatu nitakayokuambia siku ya leo. Jambo la kwanza utakalofanya, fungua kitabu cha Yeremia sura 33 mstari wa 3 inayosema, uniite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu hata usiyojua. Kwa utaingia kwenye maombi mafupi, utamwambia Mungu, siku ya leo ninapokwenda kulala, ninaomba ukanionyeshe mambo makubwa yale nisiyoyajua. Ninaomba ukanionyeshe ni jambo gani ninalotakiwa kulifanya kwenye hii biashara nilionayo, kwenye hii kazi nilionayo, kwenye hii ndoa nilionayo. Ninaomba unionyeshe usiku huu ninapokwenda kulala ni kitu gani ninachotakiwa kufanya. Jambo la pili utakaofanya, utafungua kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 10 na mstari wa 27 inayosema kwamba kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanaifuata. Utaingia kwenye maombi, utamwambia Mungu, mimi ni kondoo wako, ninaomba usiku wa leo ninapokwenda kulala nikaisikia sauti yako, aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono. Mungu, natamani siku ya leo nikapate kuisikia sauti yako. Ni jambo gani unalotaka nikalifanya kwenye maisha yangu? Maana Mungu, nikienda kwa akili zangu siwezi nikafanikiwa. Na jambo la tatu utakaloifanya, utafungua kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 10 inayosema kwamba Samueli akasema, nena, kwa maana mtumishi wako anasikia. Kwa utaingia kwenye maombi, utamwambia Mungu, nenda kanene na mimi siku ya leo, maana siku ya leo niko tayari kwa ajili ya kusikia. Utamwambia Mungu, niko tayari kusikia juu ya hii situation ninayopitia. Utamwambia Mungu, ni situation gani? Na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya matatu ambayo nimekwambia siku ya leo, utaanza kuisikia sauti ya Mungu, aidha kwa njia ya ndoto ama kwa njia ya maono.